Wachungaji, mtanisamehe kwa hili jambo ninaloenda kulizungumzia leo. Pengine kwa namna moja ama nyingine unaweza kujisikia vibaya kwa kusikia mimi ninazungumzia hivi, lakini ni lazima nizungumzie jambo hili kwa sababu tunazungumza kwa ajili ya kutengeneza jamii yetu. Baadhi ya wachungaji mmejikuta mnakiuka miko ya wito wenu. Mnajikuta mnafanya vitu ambavyo Mungu hakuwatuma kuvifanya. Baadhi ya wachungaji mmekuwa chanzo cha migogoro kwenye ndoa za watu. Baadhi ya wachungaji mmekuwa chanzo cha vilio kwenye familia za watu. Baadhi ya wachungaji mmekuwa sababu ya ndoa za watu kuvunjika kwa sababu ya kuyumbisha akili za wanawake. Mkae mkijua kwamba sisi wanawake ndio msingi wa ndoa zetu. Kwa hiyo wachungaji mnapoanza kutuvuruga tunapokuja huko makanisani, tunajikuta tunakuja kuvuruga familia zetu kutokana na mambo ambayo tunayasikia kutoka kwenu. Nimekuwa nikisikia vilio vingi sana kutoka kwa wanaume wengi sana wakilalamikia hili, kwamba unakuta mke wako anakuomba kwa mazuri kwamba mume wangu mimi nimeokoka, naenda kusali kanisa fulani, unamruhusu kwa mema, lakini cha ajabu unakuja kugundua mke wako amebadilika, anamsikiliza mchungaji kuliko hata wewe. Wewe huna nafasi ya kusikilizwa kabisa. Na baadhi ya wachungaji mmeanza kuwa matapeli, mnawatapeli wake za watu kwa kivuli cha kwamba wanamtolea Mungu. Hivi vitu vinaumiza jamani, na ndio maana nimesema nina ulazima wa kuzungumzia. Ni kweli ni sahihi kwa watu kumtolea Mungu, lakini kuna wengine mnazidisha, mnawadhulumu haki zao hawa wake za watu, mnaumiza familia za watu. Imagine kuna mtu amekuja na niambia, dada, mimi mke wangu ametoa kiwanja sadaka. Katoa kiwanja sadaka pasipo kunishirikisha na mchungaji akakipokea. Baadhi ya wachungaji, ni vitu gani mnavifanya? Je, ni kweli Mungu aliwaita kufanya vitu kama hivyo? Kwa nini mnatengeneza ulokole kuonekana kama ni kichaka cha wizi, yani watu waogope wake zao kuokoka? Na hii leo mimi imenifundisha sababu ya baadhi ya wanaume kukataa wake zao kusali ni kwa sababu hizi. Mtu anaona mke akienda kwenye hilo kanisa anabadilika akili zake zote. Nyinyi baadhi ya wachungaji mnaanza kuwatengeneza wanawake kuwasujudia nyinyi wachungaji kuliko kumsujudia hata Mungu mwenyewe. Wanajikuta wanajitolea vitu mbalimbali kwa ajili ya kusema wanamtolea Mungu, na nyinyi mnavipokea, mnaumiza familia za watu. Baadhi ya wachungaji mmekuwa chanzo cha ndoa nyingi kusumbua. Kuna wanaume wananitafuta wananiambia, dada, mimi sasa hivi hata haki yangu kama mwanaume sipati kwa mke wangu. Muda wote mimi niko kwenye maombi, muda wote mimi nini, yani muda wote mimi sitaki kufanya hii dhambi. Yani inaonekana sasa hata kama ndoa imefungwa bado kile kinachofanyika ni dhambi. Wanaume wengi wanateseka jamani. Wachungaji, punguzeni. Mnawatapeli wake za watu, mnaharibu akili za wake za watu. Baadhi yenu kitu mnachokifanya sio kizuri. Wanaume wengi wanaumia na mambo ya namna hii. Kuna mwingine akasema, mimi dada, ilifika kipindi mke wangu akaanza kuniambia mimi na yeye tuachane. Naenda kanisani kwake anakosali kuzungumza na mchungaji kwamba kwa nini inafikia hapa. Mchungaji anasema na wewe si ukubali tu muachane. Achana naye, mke wako amesema hakutaki kwa sababu we hauamini. Baadhi ya wachungaji mnatengeneza uadui kwenye familia za watu. Imagine mke anaanza kumkataa mume wake kwa sababu ya kwamba eti mume haamini. Ni maandiko gani yaliyosema kwamba mke akiwa na mwanaume ambaye haamini inatakiwa atengane naye? Ni wapi ambapo pameandikwa hivyo? Kwa nini baadhi ya wachungaji mmekuwa ni maumivu kwa watu? Watu wanateseka, kwa control wake zao imekuwa ngumu. Wanawake wamekuja kwenye makanisa yenu wameshazama, wamezamia mazima. Hakuna wanachoelewa kutoka kwenye familia zao. Imagine mwanaume ananiambia, anasema, dada, sasa hivi maisha yangu yamekuwa magumu. Mke wangu kila siku kwenye mikutano, kila siku sijui anaenda wapi. Sasa hivi amepewa na uongozi kanisani, kwa hiyo yani familia imeharibika nyumbani. Maisha yameshakuwa magumu, watoto wanateseka, mama hapatikani nyumbani. Muda mwingi anatumika kanisani, muda mwingi niko kwa mchungaji, muda mwingi hivi na hivi. Baadhi ya wachungaji, kwa nini mnafanya vitu kama hivyo? Na kitu kilichoniuma ni baadhi ya wachungaji kutapeli vitu vya watu. Unapoanza kuhubiri watu watoe, wanaanza kujitolea vitu vingine vikubwa ambavyo vilikuwa ni vya kifamilia, wanatoa pasipo kuwashirikisha waume zao. Mtu anatoa kiwanja, imagine anatoa kiwanja kama sadaka. Ni vitu vinavyoumiza. Tukatai watu watoe sadaka, lakini jamani, hubirini kwa kiasi, mhubiri katika kweli. Msiwatapeli watu, kwa sababu ukianza kuchukua kiwanja cha mtu akianza kutoa nyumba kama sadaka na wewe kama mchungaji unapokea, mtu akitoa gari kama sadaka na wewe unapokea, huo sasa ni utapeli. Unakuwa umemtapeli mtu kiakili, akili zake sasa hazifanyi kazi. Hatukatai kujitolea ni kitu sahihi, lakini hapana, kuna kujitolea kwingine kunazidi. Mtu ameniambia, amesema mimi mke wangu uwanja ameupeleka kama sadaka kanisani na haraka haraka mchungaji akauuza. Sasa hivi mtu yuko kwenye migogoro mikali
na mke wake. Mke anang'ang'ania kuachana na mume wake akidai kwamba mume ni mtu asiyeamini. Kwa nini baadhi ya wachungaji mnafanya vitu hivi? Na kwa bahati mbaya mnapandikiza chuki mioyoni mwa hawa wanawake. Mtu anaanza kumtuhumu mume wake ni mchawi kwa sababu haamini. Mtu anaikataa familia yake, anasema kwa sababu familia yake haiamini ni wachawi. Mtu anawakataa mpaka ndugu zake. Kweli Mungu ndo alichokutuma wewe kama mchungaji kuja kuhubiria watu? Baadhi ya wachungaji mnaliza watu wanalia jamani. Sio vizuri. Mnatengeneza ulokole kuonekana kama ni kitu kibaya. Watu wataogopa wake zao kuokoka. Na ndio maana baadhi wanawakataza wake zao kwenda makanisani kwa vitu kama hivi. Mke wa mtu anakuja kanisani, wewe mchungaji unamshikilia, anakuwa anakusikiliza wewe kuliko hata mume wake. Mke anaondoka kwenye nafasi yake ya kuwa mke, wewe unampa majukumu mengi huku kanisani, anatumika sana kanisani. Na mume akianza kumwambia mke wangu mbona mambo haya balance, mke anamfokea mume wake, anamwambia wewe huamini, ndio maana mimi sitaki kuendelea na wewe kwa sababu wewe ni mwanaume usiyeamini. Ndio maana wewe mimi nakuhisi wewe ni mshirikina. Kwa nini upendi mimi niende kanisani? Wewe unanikataza mimi kwenda kanisani. Lakini unakuta mume anaona kabisa mke wangu sasa umezidisha. Kila kitu kifanyike kwa kiasi. Hata maandiko yameandika kila kitu kiwe na kiasi. Hata kumtafuta Mungu pia kuwe na kiasi. Watu wawe wanatumika katika familia zao kama wake. Nafasi zao kama akina mama kwenye familia zisipotee. Msitapeli vitu vya watu. Baadhi ya wachungaji vitu mnavyovifanya sio vizuri. Mke wa mtu anapokea mshahara wake. Imagine, pesa nyingi anakuja kutoa kanisani. Na yeye alipo ana familia, ana watoto wake, ana mume. Hakuna kitu anapanga na mume. Yeye ni yeye na kanisa, yeye ni yeye na kanisa. Mtasababisha watu kuona kama dini ni utapeli. Nawaambia kabisa. Mtasababisha watu kuona Ukristo kama ni kitu kibaya. Mtasababisha watu kuona ulokole ni kitu kibaya. Mbona kwenye baadhi ya makanisa hawafanyi vitu kama hivi? Ni nyinyi tu kwenye hayo makanisa ya watu kuokoka ndio inaonekana watu wakiingia kuokoka wanakuwa kama wamechanganyikiwa. Baadhi ya watu wanafika mbali. Mtu anakwambia mimi mke wangu anamsikiliza mchungaji kuliko hata mimi. Mchungaji ndio mtu wake wa karibu. Wewe fikiria huyo ni mke wa mtu. Kila akiwa na shida na discuss na wewe sio mume wake. Baba mchungaji, wewe ni mchungaji, umeitwa na Mungu kwa ajili ya kuchunga kondoo, lakini lazima ujue kwamba hao watu pia wana familia zao. Usimshikilie mke wa mtu akakugeuza wewe kama mume wake, akakugeuza wewe kama Mungu, akawa anakunyenyekea. Hata wewe unakuwa una makosa machoni pa Mungu. Kwa nini unaruhusu wewe kunyenyekewa kuliko Mungu? Kwa nini unaruhusu watu wakutumikie wewe kama Mungu? Wake za watu sasa hivi hawakaliki. Wanaume wengi wana vilio juu ya hili. Na ndio maana nikasema mtanisamehe sana kwa mimi kugusa kitu kama hiki, lakini huu ni ukweli mchungu ambao sasa hivi watu wanasumbuka nao. Kuna mtu mimi ameniambia, amesema dada yake ni mjane. Mume wake alishafariki miaka kadhaa iliyopita. Akamwachia nyumba. Anakwambia huyo mjane alishauza nyumba, sasa hivi ameshachanganyikiwa, akili zilivyokaa sawa. Alichukua nyumba akaenda kutoa sadaka, mchungaji akapokea kama sadaka kanisani. Matokeo yake mchungaji alivyopokea akajua kabisa hii nyumba itasumbua, haraka akaiuza. Sasa hivi huyo mama amekuwa kichaa. Hana kwa kuipeleka familia yake. Ameshachanganyikiwa, kwa hiyo ndugu wanahangaika kulea watoto. Mtu amechanganyikiwa baada ya kugundua alipozinduliwa na ndugu zake kwamba hata kama dada huwezi kutoa sadaka kitu kama hiki, nyumba wewe utaishi wapi? Jamani, ni vitu vya maumivu kwa kweli. Yaani mimi sijatarajia kuvisikia vitu kama hivi. Yaani nilikuwa naona ni kama story, lakini kumbe baadhi ya wachungaji mko serious kabisa, mnawaumiza watu. Mtu anakuja kuomba ushauri, mke wake anasumbua, unamwambia simuachane tu, siukubali hiyo ndoa ifike mwisho. Kwa sababu wewe unafanya hivyo kwa sababu unajua utanufaika. Huyo mwanamke ataendelea kuwa hapo, aendelee kukulisha wewe. Wahubirieni watu vitu vya kweli. Watu watoe kwa kiasi. Watu watumike katika familia zao. Msiwabadilishe wanawake kuwa maadui na waume zao eti kwa sababu tu wanaume hawaamini. Sio vizuri. Mtu unakaa kabisa kanisani, mchungaji kabisa unayesema umeitwa na Mungu, unamhubiria mwanamke kama mume wake haamini, amtenge, akae mbali naye. Wanawake wanaanza kudai talaka. Nirudi na sisi wanawake tuwe na kiasi katika kuamini. Wapendwa, tuwe na kiasi katika kumtumikia Mungu. Tuwe na kiasi katika kutoa. Tukumbuke na sisi kuna maisha mengine ambayo inatakiwa tuyaendeshe kwa pesa. Tuyaendeshe kwa kuwa na vitu fulani. Tunatakiwa kutumika kama akina mama kwenye familia zetu. Tunatakiwa kutumika kama wake kwa waume zetu. Imagine wewe kama mwanamke inafikia mahali unaamini neno la Mungu, unaomba sana kiasi kwamba unasema wewe kushiriki na mume wako ni zinaa. Yaani mnaingiaje kwenye imani mpaka mnakuwa kama vichaa? Yaani kuna wakati mtu unaona kabisa imani nayo ikimkolea mtu anakuwa kama amechanganyikiwa. Wewe unajijua ni mke wa mtu. Uliolewa ya nini sasa?
Na mwingine alikuoa, ulikuwa tu na akili zako timamu, mlikuwa mnaishi vizuri. Sasa hivi umeshaanza kusali kwenye kanisa la huyo mchungaji, ushahamia, akili zako zote umeshikiwa na huyo mchungaji. Itakuweje kuhusu watoto wako? Unatoa sadaka kiwanja, watoto wako umewaachia nini? Watoto wako wana shilingi ngapi? Maisha yako yakoje? Wewe mwenyewe maisha yako unaungaunga, lakini mchungaji unapeleka vitu vikubwa. Na mume wako akikaa chini akikwambia, mke wangu, hebu kuwa na kiasi, unasema huyu mwanaume ananikataza mimi kumtumikia Mungu, nataka kuachana naye, sihitaji kuendelea naye, huyu haamini, ni mchawi. Watu wanawakataa mpaka ndugu zao. Kuna mwingine mimi nimemuuliza nikasema, hivi umeshindwa hata kuomba ushauri labda kwa wazazi wakae naye chini? Asema wazazi alishawakataa, wazazi wake alishasema ni wachawi. Majirani ni wachawi. Sijui kina nani ni wachawi. Jamani, mnazidisha imani kwa watu. Watu wanachanganyikiwa. Mwanamke, kweli unamgeuka mme wako, unakuwa adui na mme wako kwa sababu ya mchungaji? Ni Mungu gani huyo? Hivi wewe ukifikia kipindi unamnyenyekea mchungaji kuliko Mungu, utajiita wewe unamtumikia Mungu? Hapana, wewe unamtumikia mtu, unamtegemea mwanadamu. Hata maandiko yamesema, alaaniwe yule mtu amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye kuwa nguzo yake, halafu moyoni mwake amemwacha Mungu. Kwa sababu wewe ukishaanza kumsikiliza mchungaji kuliko kitu chochote, maana yake wewe hata Mungu umemwacha. Wewe unayemsujudia na kumwamini sana ni mchungaji, sasa hivi umetoka kwenye kumwamini Mungu. Hakuna maagizo Mungu aliposema kwamba mkianza kusali sehemu muwakatae waume zenu kwa sababu hawaamini. Kama ni kweli huyo mchungaji ana mema na wewe, kwa nini asiseme endelea kumuombea mume wako, ipo siku ataamini? Wanaume wengi wanakuwaga wagumu kuamini hivi vitu kwa sababu hii, wapendwa. Sio sawa. Sio sawa, ni vitu vinavyoumiza. Mtu unatoa kiwanja kama sadaka, kweli jamani wapendwa? Unafikia kutoa sadaka kiwanja chako. Unapeleka kutoa sadaka aseti yako ambayo umeitesekea. Tena sio wewe peke yako, umetoa jasho, wewe na mume wako mlichangiana, wewe unaitoa kimya kimya unapeleka kanisani. Kwa hiyo mchungaji mume wako aje akae aanze kushitakiana na kanisa. Ndio unakuta anaamua kupotezea, basi umepoteza mali ya familia. Jamani, mimi nimejifunza kitu kikubwa sana kwenye hili. Ndio maana wanaume wengi wanakuwa wagumu kuamini. Baadhi ya wachungaji mnatengeneza ukuta wa watu kukataa kuamini. Wanajua kabisa hapa nikiamini nitaanza kutapeliwa. Mtu kama huyo anaona tu mke wake ameshakuwa kama mweu hivi. Utamshawishi vipi mtu kama huyo aokoke? Na anaona kabisa hapa na mimi nikiokoka basi hii familia haitoendelea. Wote tutachanganyikiwa. Kuna muda wa kumtumikia Mungu, kuna muda wa kutumika katika nafasi yako kama mke, kama mama. Kuna kumtolea Mungu na kuna kujibakizia wewe mwenyewe pia. Maisha yako utayaendesha vipi? Baadhi ya wachungaji, tafadhali sana naombeni mbadilike. Hubirini katika ukweli. Fanyeni kazi ambayo Mungu amewatuma. Acheni kutaka kusujudiwa nyinyi kama Mungu. Nyinyi mmetumika tu kama chombo cha kufikisha ujumbe. Kwa nini mnatengeneza watu kuwasujudia nyinyi kuliko Mungu? Kwa nini mnabadilisha akili za wake za watu? In the name of imani. Kwa nini? In the name of kumtumikia Mungu. Kwa nini mnawafanyia hivyo watu? Kwa nini mnawaambia watu waache waume zao kwa sababu hawaamini? Kwa nini watu wakija kutaka mwashauri wake zao ndoa ziendelee, mnawaambia shoti kwamba kwa nini usikubali tu kuachana na mke wako? Mimi naona talaka tu ingepita. Wewe kama mchungaji unatoa wapi nguvu ya kuwa na mamlaka kwenye maisha ya mtu mwingine? Hivi vitu nimeshavisikia zaidi ya watu 5 6 huko, yani wengi wanalalamika. Tangia mimi mke wangu alipookoka ndio ugomvi ulipoanzia. Wengi sana hata nilipoongea wanasema asante Mungu kwa kuwa dada ametuongelea. Lakini mimi nawaambia ukweli, mtanisamee kwa kile nilichokizungumza, lakini najua baadhi ya wachungaji huu ujumbe ni wa kwenu. Na Mungu ana sababu ya kunitumia mimi kuwaambia sio vizuri. Na hawa watu waliofikia kwangu kulalamika hili swala, Mungu amewatuma kwangu na mimi sijaamua kukana huu ujumbe, nimewafikishia. Jitahidini kutembea katika haki. Jitahidini kutembea katika nafasi ambayo Mungu aliwaweka. Msitoke nje. Msitake kujigeuza nyinyi kuwa Mungu watu. Nyinyi sio Mungu. Mungu akikutumia kukuweka hapo, akakupa cheo kwamba wewe ni mchungaji, wewe ndio utachunga kondoo, hajamaanisha hao kondoo wakumbatie wewe wa kwako. Wewe wanakulisha wewe, wewe wanakuvisha wewe, wewe wanakutajirisha. Vitu mnavyovifanya sio vizuri. Acheni wake za watu wawe na uhuru wa kuishi maisha ya mwilini pia. Msiwavute watu kiroho kila kitu. Ndoa za watu huku zinapumlia mipira huku, ndoa zimechoka. Wanaume hawapewi haki zao. Mimi nimeshamsikia mgeni anasema mimi dada nina miezi 7. Sijawahi kukutana na mke wangu anakataa, anasema hawezi kukutana na mimi kwa sababu mimi siamini, mimi sijaokoka. Mimi sio sahihi kukutana na yeye, ni uzinifu. Inabidi nikubali kwenda kuokoka, nibatizwe ndipo nianze kushiriki.
Jamani, ni vitu vya ajabu sana. Kiukweli nimeishiwa mpaka nguvu mimi ya kuzungumza hili jambo. Baadhi ya wachungaji, tafadhali sana huu ujumbe ufanyieni kazi, na una sababu ya kuja kwenu. Mimi nawaambia Mungu atawahukumu kwa hiki mnachokifanya. Sio haki nyinyi kutumia uchungaji wenu kusambaratisha familia za watu. Sio haki nyinyi kutumia uchungaji wenu kutapeli wake za watu. Huo ni utapeli. Ni utapeli, nawaambia ukweli kabisa. Ni utapeli. Wewe unachukuaje kiwanja cha familia ya watu? Unachukuaje kiwanja kabisa unapokea? Unapokeaje nyumba ya mama mjane na kutolea kama sadaka unapokea? Unawaza nini we kama mchungaji? Kwa nini mnawaumiza watu? Mwingine ameshakuwa kichaa sasa hivi, huyo mama nyumba imeenda, ameshachanganyikiwa. Anakuja watu wanamkalisha chini, wanamuelekeza kitu ulichokifanya umepotea, ameisha kuchanganyikiwa, nitawaweka wapi watoto wangu? Na wewe mchungaji, nyumba umeshauza. Na hawana cha kukushtaki kwa sababu mama alijitolea mwenyewe kwa kujisikia kulazimishwa na wewe. Lakini kiujumla mnawalazimisha hawa kwa kuwadanganya kisaikolojia kwamba wanamtolea Mungu. Kutoa kuwepo, lakini kuwe na kiasi. Baadhi ya wachungaji, huu ujumbe ni kwa ajili yenu. Na nyinyi ambao huu ujumbe haukuwa kwa ajili yenu, mtanisamehe sana kwa kusikia mazungumzo kama haya. Pengine kwa namna moja ama nyingine unaweza usijisikie vizuri, lakini kiukweli katika wachungaji nyinyi kuna baadhi wamejigeuza kama Mungu watu. Wanawake wanawasujudia sana. Na ndio maana mimi nasema hizi ni nyakati za mwisho. Wanawake muwe makini na madhabahu ambazo mnaingia. Kuna madhabahu sio za kweli. Ni kweli hao wachungaji wanaita Bwana Bwana, lakini Mungu hawatambui. Mungu hawatambui kwa namna yoyote. Wao ndo wamejitengeneza kuwa Mungu watu, mnawatumikia watu, hammtumikii Mungu. Nyinyi hapo mlipo mnamtegemea mwanadamu. Inapofika kipindi wewe unamwamini mchungaji kuliko hata mume wako, ni tatizo. Wapendwa, hapana, kwa kweli badilikeni. Imani hizi nazo sasa hivi zinaenda kutupoteza. Tunashindwa kutumika kwenye familia zetu. Baadhi ya wachungaji, tafadhali sana, naomba ujumbe huu uwaponye. Hata kama wewe ni mchungaji, lakini kama unajijua wazi umekuwa sababu ya maumivu kwa mtu, tafadhali tubu na uache kufanya hicho kitu. Watu wanalia, kuna kanisa linajulikana kabisa, mke wako akiingia mle ndoa imeisha. Mke wako akiingia mle hata kusikiliza. Mke wako akiingia mle ni matatizo. Mchungaji, hukuitwa kuja kuumiza watu. Uliitwa kuja kuokoa watu. Hukuitwa kuja kusambaratisha familia za watu. Uliitwa kuja kuwa kiunganishi cha familia za watu. Ni kweli wanatakiwa kumtolea Mungu, lakini kuwe na kiasi. Hata wewe tu kama mchungaji unapopokea vitu vingine, jisute hata moyoni mwako. Kweli ukapokee kiwanja, kweli ukapokee nyumba, kweli. Sio salama, sio salama vitu mnavyovifanya, sio sahihi. Kiukweli wanaume wengi sana wanalia na vitu vya namna hii, na wengi sana wameomba, dada naomba uzungumzie hiki kitu. Tunaumizwa huku. Inafika kipindi mtu unatamani mke wako asiende kusali pale, ndio kwanza unajizidi kujizidishia matatizo. Siwezi kukaa na mwanaume asiyeamini, wewe ni mchawi, unanikataza kusali, unanikataza hiki. Wakati mwingine wanaume hawawakatazi kwa mabaya wanawake, wanawakataza kwa sababu wanaona sehemu mlizopo sio sahihi. Sisi wanawake ni wepesi sana wa kuamini, lakini wanaume huwa wanafanya uchunguzi, wanafanya utafiti sana kabla ya kuamini. Baadhi ya wachungaji mnaumiza watu. Baadhi ya wanawake, kumbukeni nafasi za waume zenu. Kama unaona wewe mchungaji amekuwa wa maana kwenye maisha yako kuliko mume, tafadhali sana nakwambia jichunguze. Kuna tatizo kwako. Unadanganywa, hapo ulipo sio sehemu salama. Mchungaji wa kweli hawezi kukuhubiria wewe katika kugombana na mume wako. Hawezi kuwa sababu ya kutenganisha familia yako. Hawezi kukwambia ndugu zako ni wachawi wala familia yako ni wachawi. Hawezi kukwambia majirani zako ni wachawi au mume wako ni mchawi. Hawezi kukwambia kaa mbali na watu wasioamini, sio vizuri. Kama yeye amekuja kuokoa watu, maana yake watu wanaookolewa wanatakiwa kuwekwa karibu. Lakini kama kuokolewa kwenye inabidi watu ambao hawaamini wawekwe mbali, huko sio kuokolewa, huko ni kuwatenga watu, huko ni kuhukumu watu. Naomba niishie hapa tafadhali, na kwa wachungaji ambao ujumbe huu umewakwaza mtanisamehe, lakini najua kuna baadhi ya wachungaji huu ujumbe ulikuwa ni kwa ajili yao.